Asanteni sana kwa kuja kunitembelea katika ofisi yangu. I want to thank you all and I don't take this opportunity for granted. And asanteni kwa sababu mmetaka niongee about the current situation ya the Deputy President Honorable Rigathi Gachagua kukuwa impeached. Kwanza wacha niseme mmeona kama tumenyamaza, but hatukuwa tumenyamaza. Sisi tulikuwa tunaona hizi mambo za Deputy President kukuwa impeached ni kama vipindi na watu kujitafutia fame. But I was shocked when that motion was tabled in Parliament yesterday. Na nikakuwa very shocked kwa sababu joking with Honorable Rigathi Gachagua is like joking with the entire people of Mount Kenya. You are joking with more than 5,000 votes zenye ziliamka William Ruto zikakuchagua zikakuweka kwa debe. Hao watu wa Mount Kenya ambao unadharau, hao ndio waliamka wakakuvisha nguo ambao ulikuwa umechafuliwa, wakakuinua, wakakupatia uongozi. I am so shocked to see that I, Brenda Kangai, I supported Raila Amolo Odinga. I didn't want your government. I didn't want to hear anything about wheelbarrows. I was able to convince few people, my mom, my dad, to vote for Raila. But our grandmothers, our grandfathers, our relatives, today they don't talk to us kwa sababu tulienda tukasupport Raila Odinga tukakuacha. They thought you are sent. They thought you are person sent from heaven. Walidhani wewe ni Yesu. Today you meriting them by just shaming the Deputy President who is the son of Mount Kenya. Allow me to say this. I am not tribal. I have never ever stood with a specific tribe. Whenever there is an issue, even in Turkana, I address it. And I address it in confidence, knowing that there are people of this country, they need help and they need people to speak on behalf of them. So today, nikiongelelea mambo ya Gachagua, mtu asichukue na ukabila. I take that thing very serious. Because hiyo kitu ya Gachagua ni kama mnataka kuleta tribal conflict. Ambao vijana wa Kenya walikuwa wamemaliza wakasema they are tribeless and they are leaderless. Sasa nyinyi mnataka kufrag out that the people of Mount Kenya, they are so bad. They are not bad. They are good people, Mr. President. Walikuvisha nguo kama umetolewa, wakakupatia uongozi. And let me tell you, anytime you see that mountain kama imekasirika, inakasirikanga cha ukweli. The people of Mount Kenya are very royal. They give you votes wakitaka na roho zao wakitaka, na wanakupatia uongozi vizuri sana. Lakini the moment you provoke them, ni kama kuingia kwa shetani. Kukanyaga mlima Kenya ni kama kuingiza mguu kwa shetani. So what I want to tell you, Mr. President, we are not afraid, we are not shocked. Table that mountain. Table that motion to impeach the Deputy President. But I am telling you, kitakuramba. We are going to show you dust. Vumbi. Na siogopi, tunaenda kuonyesha vumbi. You are going to know when it is called Mount Kenya, it is Mount Kenya. And we are not doing this because we are tribal. We are doing this because we feel betrayed. Mimi leo hii niko na relatives waniongeleshangi kwa sababu ya kusimama na Raila Odinga. Kwa sababu hatukukuchagua. Leo hii wananipigia simu wananiambia na ni ukweli Brenda, ulikuwa umetuona. Ulikuwa umetukataza. When we told this person ni mtu ambaye amevalia ngozi ya kondoo lakini ndani yake ni simba, hamkutaka kujua. Mlituona sisi ni wabaya. Leo hii kuna relatives wetu waongei na sisi kwa sababu yako Mr. President. Wakasimama na wewe, sisi tukaenda kwa mganga. You portrayed Raila Amolo Odinga's image everywhere in this country, calling him mganga, mtu wa kitendawili, mtu wa jielewi, mtu wa fitina, just for you to get votes. Let alone the person who carries that baggage in Mount Kenya, ndio huyo mnataka kufanyia madharau. Allow me to say this. We don't hate Rigathi Gachagua, and I want the media, nyinyi watu wote wa media mko hapa, put it very clear, we don't hate Honorable Rigathi Gachagua. Just because we have political difference imanishi tunamchukia. We hate you William Ruto, wewe ndio tunachukia. Si Gachagua tunachukia, wewe ndio tunachukia. Na tukuchukia kwa sababu ati wewe umetoka community fulani, tunakuchukia kwa sababu ya zile vitu ambayo unafanyia wa Kenya. Ulipokuja katika uongozi, you told us in 100 days things will have changed. Mama mboga, mtu wa bodaboda, mtu wa mkokoteni hatapata haki yake. Mafuta itashuka. What happened? Mr. President, you campaigned calling yourself a Christian.
and promising Kenyans that whatever you say you will do. You promised that you will never allow your deputy president to be humiliated and to be ashamed the way you did. You claimed you are ashamed. Mr. President, Mr. William Samoei Ruto, wewe mwenyewe umetumia huyo nyang'awi inaitwa sijui Kimani Kimanogo. Ukaitumia kuenda kudhalilisha Uhuru Muigai Kenyatta. Aman, mwanaume mzima anasimama anasema mimi nilitumika kumharibia Uhuru Kenyatta, sasa natumia kuharibia Gachagua. We will not allow. We will not allow. Hakuna leader yoyote ambaye atadhalilishwa. And indeed, if the deputy president Rigathi Gachagua akona shida, let him be taken to court. Wacha koti amue kama ameiba ama hajaiba. I remember when I was listening to presidential debates, Rigathi Gachagua said he's a billionaire. He told Kenyans, I am rich. Kwani Rigathi amekuja kutafuta uongozi yenye ako nayo nini, utajiri yenye ako nayo in 1 year? Msitupime ujinga na msitupime upumbavu. Mr. President, you want to frustrate the people of Mount Kenya using your circle. We will also frustrate you. We will also frustrate you. And usidhani sisi ni mafala, we don't watch what you do. Saizi umeweka baba hapa kwa makwapa yako. Wacha jaribu anguke hiyo kiti ya EU. Hiyo siku ndio utaama Kenya. Let Raila fail that EU seat. He will never use people and dump them. Tunarudi kwa siasa ya viongozi kufanyia wananchi kazi, si vipindi na sarakasi. Mimi today I want to ask that MP from Kibwezi West, because you are tabling a motion to impeach the deputy president, what have you done to the people of Kibwezi West? Wako maji hakuna, watu wanakufa njaa, watu wanachangiwa na NGO ndio waeke chakula kwa meza. Children are not in school because they don't even have bursary. They don't know what is that. But wewe na kierere na mdomo mingi kama ya mwanamke, para mingi, unaenda una table motion. Let me tell you, you'll be used by Ruto and dumped. After this, Gachagua is going nowhere. He will be the deputy president. So I don't know if you'll kill yourself, ama utajiaria kwa kitanda. We don't know what you'll do. Because Gachagua is here to stay. And if he's not here to stay, you are all of you getting out of that parliament. The people of this country elected you to serve them. They elected you for service delivery. They elected you so that help inaweza tetewa watoto waende shule. They elected you so that mafuta inaweza shuka ya petroli, mtu wa bodaboda apate. But wewe na kierele na midomo mingi na sarakasi na vipindi kwa sababu ya tumbo yako, you are paid peanuts to go and destroy the deputy president. We will destroy you more. How are you asking about security? Security maka chief. Security takataka. We don't care. Hata mwekewe whatever. Your parliament surroundiwe. We are not even going to deal you with the way we dealt with you last time. If you are waiting us to come in parliament and storm it, mukona nini? We have a lot of information, dirty things that those members of parliament we have done. And let me tell you, munamwaga unga, tunamwaga zaidi. You attack the deputy president, we expose your dirty linens. And we are ready to expose them. Na hakuna kitu mtafanya. Let me tell you, things are not going to be easy the way you think. And the deputy president wants to tell you this. Please feel comfortable. We, the daughters and the sons of the mountain and Kenyans at large, we are standing with you. We are not standing with you because of anything else. We are standing with you because this serikali imetuchosha. We are just wishing that it get disbanded and we go to the ballot paper and elect new leaders. Kwa sababu wale wabunge tulituma pale bungeni, they don't talk our issues. Look at what they discuss in parliament. Rubbish. Nothing. I was wondering, where are those members of parliament wenye hawakukua wakuangi hizo siku zingine miswada zenye ziko na manufaa kwa Wakenya zikidiskasiwa? Lakini jana unapata wanaume wanangangania kuingia bungeni kwa sababu wanataka kumngatua. Ngatua deputy president, sisi tunawangatua. Mnamchomea, tunachoma. Mnamwaga unga, tunamwaga zaidi. Mnamvuruga, tunawavuruga zaidi. You cannot keep attacking innocent people. You cannot. It is not fair. I, as a Kenyan citizen, I sit down and ask myself, when will ever this MP sit down and discuss that issue that ails this country? Which day? Ni siku gani?
Au wabunge wataika chini waseme nilichaguliwa na mbunge wangu watu wangu napaswa niwafanyie hii kazi na ile. The only MP works in this Nairobi is Babu Owino and Tim Wanyonyi na wakina Gakuya. Au ndo utasikia tu wakitetea wananchi na Major Donk. Out of 17 constituency, only 4 MPs are present. The rest just are idling with the most lazy woman representative. Kama mtu hajavaa nguo aende atoe bikini ya post, hakuna kitu ya maana anaweza post. It is a shame to even be called a Kenyan at this time. And I'm a disappointed youth, I'm disappointed Kenyan. We didn't expect this. We expected leadership that will impact the people of this country. Sahi kuna watoto wajarudi shule kwa sababu ya help. Madaktari wametoka kugoma, walimu wametoka kugoma. Hii nchi ya kujai kosa wiki ya mgomo. When will you serve us? Mtatuserve lini? Mtatuserve lini? Hey, we are not going to allow. And the members of the press, allow me to address the people of Mount Kenya. Watu wa Mount Kenya tumekuwa tukitumika for very long time. Mtu anakuja na vipindire na vizungu mnampatia kura. Mtu anakuja anaingia kanisa mnaona ni mtu wa Mungu mnampatia kura. This time around, before you go and vote, ebu jiulize vizuri, huyu mtu umeenda na kuchagua naenda kumchagua atanisaidia na nini? What the impact is that person going to do? Because these people have terribly messed us. So I want to address the people of Mount Kenya that hope next time when you're going to vote, you are not going to vote under tribal issue and under tribal differences, under political parties. You are going to elect leaders and Kenyans at large. Wacha ifike time ya kuchagua wananchi wachague viongozi ambao wanafaa. Viongozi ambao wako na good conduct, good merits, good behaviors and good morals. You cannot be electing people with bipolar in parliament. Watu wanakaa tu chini hivi akili inaripuka, wanaanza kuongea matope. Which sane member of parliament is there? Out of those members of parliament, tunaweza pata watu 50 ambao wako normal. You elected people with bipolar and mental issues. Watu wana misbehave in public, they write they speak anything, they don't care. They take emotions that they know they will trigger the security of this country. The other day tumetoka maandamano ya emergencies. Mimi mwenyewe nimeenda maandamano. And I want to say this confidently. Mimi nilienda maandamano na hata ikiundwa saa hizi nitatoka. Nitatoka kwa sababu sitambui serikali ya Ruto. Nitatoka kwa sababu sitaki serikali na si Gachagua ataniambia niende. Nimeenda maandamano because of poor governance. Nimeenda maandamano kwa sababu hata barabara zenye wanasema hakuna yenye wanafanya. Nimeenda kwa maandamano kwa sababu even help watoto hawezi pata. Mlitoa linda mama. Ndio hii sasa mmetoa kazi kwa kazi mtaani. Kila kitu ambayo mzuri ambayo Uhuru alikuwa ameacha mmetoa. That is the reason why when the street calls us, we will get back there. Na mimi kama mtu mwenye alienda maandamano, I never had any day the deputy president telling us to go. We went because we are tired with this regime. And even if the demonstrations are called tomorrow, I, Brenda Kangai, I'll be the first person to be in streets. And I will mobilize fellow youths to go in street and to demand their rights. This is going to be the last time we are going to elect leaders and take us for granted. We Kenyans will not allow atutabebwa ujinga na mtu yoyote. Utachaguliwa ufanyie watu kazi ama uende. We are starting to vet MCS, MPs. If you are not doing work, enda. Hawezi kuna kula mishahara ya tax zetu zenye mnatu overtax na nyinyi mnaendelea kutukanyaga na kutudharau. Let me tell you this, the members of Mount Kenya community. Let anyone dare apitishe hiyo motion. Na kuambia utakuwa unalala State House, unavaa huko, unakunia huko. Kwa ground utaifika. We'll make it very hostile for you. And I'm sorry for using that vulgar language, but that is how the situation are in the ground. That is the voice of mwananchi. The moment you vote out Rigathi Gachagua, usikanyage. Hiyo mulima tusikuone. And thank you Ndindi Nyoro for not involving you in messy and in dirty politics. Walitaka kukutumia wakisema wewe unataka kuwa deputy president, but I thank you for respecting your elders and for honoring good conduct to the community.
ukakataa. And to our son Kithure Kindiki, don't be used. Ruto is a man known of using and dumping. Kindiki, I know you can be triggered maybe to arrest me because of what I've spoken. But let me tell you, hata wewe ile siku utakanyagwa shingo, sisi watoto wa Mlima Kenya, sisi ndo tutasimama na wewe. So at this time, allow us to express our feeling and our frustration by this government. Jumlikuja na mkatu convince tuwachague. We don't hate you, but we don't want the differences. Hizo kabila zingine zikipatana, zikiongea mambo yao, si ukabila. Mount Kenya when it meets ni ukabila. Personally, I'm married by a Luhya man. When I go, when the Luhya people have their celebration, it is not tribal. I go because I'm married there. Is that tribal? I am a woman. I didn't choose where to be born and where to be married at. And also other Kenyans. So, and our community, the customs and traditions, we must follow. We have that courtesy to respect our leaders and to protect them when they need us. Hawa wakubwa wetu wanaprotektiwa na sisi wadogo wao. Sisi ndo silaha yao na sisi ndo tunawalinda. Na hakuna mtu atatukana Rigathi Gachagua. And I've told you, my fans, my followers, allow me to stand with Gachagua this time. Because kitu Gachagua anafanyiwa saa hii, na uiona baba akikuja kufanywa very soon. You cannot convince me Rigathi Gachagua amesimama kwa gari na Ruto akamuuza Mount Kenya anamfanyia hivyo. Uniconvince that Raila mwenye anaita muganga, mtu wa kutendawili hata kuja kutukano. In very few months, mutaona Kimani Ichung'wah akisimama kwa gari. Mutamuona akisimama kwa gari akisema mtu wa kitendawili, muganga, alikuja kwa serikali yetu akayaribu, tukawapea ministries. You will see them. But let me warn you, Mr. William Ruto. Si umekanyaga Gachagua? Wacha Raila akose hiyo kitu ya EU. Utaama Kenya. Wewe tumia Raila vibaya, muweke kwa makwapa yako, akudefend, lakini wacha ajaribu akose hiyo kitu ya EU. Utajua kujoke na Raila na kujoke na fans wake, it's totally different. You will know joking with Raila and joking with Raila's people. Hizo ni vitu mbili tofauti. We are watching you. Uombe Mungu sana baba aende hiyo EU. Because if Raila will miss that EU, hiyo siku mtashut internet. And I want now to call the youths of this country through the press. Very soon we'll have a total shutdown. A total shutdown. If Rigathi Gachagua is leaving the office, the entire parliament is leaving the office and we're having a fresh election. You cannot persecute one person. Awabebe mzigo yenu. William Ruto, we know your game. Year 2027. You have failed to do things that you promised Kenyans. Sasa uchafu yako, takataka yako yote, unataka kubebesha mtu. We are not fools. I've never been bitter. I've not spoken in media for the last 3 months. But I am sure of what we can do and what we can mobilize. Umetubeba ujinga, bro. my friend. Tubeba ujinga, sisi ndo tutakubeba zaidi. Insulting Gachagua is insulting us, the sons and daughters of Mount Kenya. Sisi tunasikia uchungu zaidi yake. Kumvuruga hivi ni kutuvuruga. We don't hate Gachagua, it is you tunachukia. And I want to repeat again, Honorable Rigathi Gachagua, si wewe tunachukia. Na siwe tulikataa kusikiza 2022, tukichagua Raila, tukafuata Uhuru. Tunachukia your boss William Ruto. Na hata tuforce tumpende. Kama anataka tumpende ni afanyie wananchi ile kazi walimchagua kufanya. Hafanyie mama mboga haki yake, mtu wa boda boda, arudishe kazi kwa vijana. Si mtu anatunyanyasa hapa na tax right center left, ameuza airport, ameuza kila kitu. Anataka hadi kutuuza sisi wenyewe. Sasa sisi tusimame hapo tuseme Mr. President. Mr. President, what you are telling us? Ni mnatuambia nini? You attack Gachagua, we attack you. You damage Gachagua, we damage you. Umvuruge tukuvuruge. We are not going to give you peace. Hii nchi William Ruto tutaishi vile unataka. The way you want us to live is the way we will live.
Ukitaka kuchukiana na kila mtu na kurevenge kwa kila mtu revenge. Right now 95% of Kenyans hate you. Even your fellow Kalenjins, they see you are trash. Sasa anza kurevenge kwa kila mtu. When Morara Kebaso comes out and tell Kenyans this is a stalled project. Hii ni project ambayo serikali iliweka mabilioni na haikufanywa. You harass him and you take him in court. Is it a wrong for a youth to stand and speak the truth of this country? Ni nini hiyo wa Kenya nataka niwaulize leo hii? Ni nini hiyo ambayo Morara Kebaso amewaonyesha ambayo sikuambia through my videos? What did I tell you? Ni nini sikuambia ambayo nini serikali imeiba na vitu Ruto ametenga na akafungua? I didn't go to the scene, but nini sikuambia? Go to my videos. The whole of last year was telling Kenyans njia fulani haitengenezwa, imekelewa do. I never went to the scene, but I told you. So you want us to sugarcoat you and to make you a good president while unatunyanyasa? This is not that generation. Mimi si mama yangu. Mama yangu akienda kushika Biblia kwa kanisa umdanganye, mimi huwezi nidanganya. I am learned. I know how to read things and interpret things. You will lie to us, we will tell Kenyans hiyo ni uongo. Hiyo ni uongo. Utadanganya wa Kenya, sisi wenyewe tutasema hiyo ni uongo. Umewadanganya. You will arrest us, you will take us in prison, but we will get out. But finally the truth will be revealed. You cannot be taking Kenyans for granted. Huwezi kuwa unatumia Kenya kama tissue alafu unatupa. You promise utenganishe. Sasa Mr. President, watu wa media amemaliza kutenga, sasa ni kutenganisha watu. Umemaliza kutenga, sasa umeanza kutenganisha Rigathi Gachagua na watu wa Mount Kenya. Umetenga hii, umetenga hewa. The next day utatutengea Yesu. Utawaambia mimi nawatengea Yesu anakuja next year. Ukimaliza kutenga Yesu sasa unatenganisha tena. We know your game plans, my friend. Saa hizi tumeziba ukuta zote, hakuna mahali utapitia. That ground will be very hostile. 2027 William Ruto ukipata kura zaidi ya 5,000, tutakupeleka kotini utuambie hizo kura zimetoka wapi. You will be explaining to us Kenyans where you got those votes. Mr. President, I want to tell you, if you get 5,000 votes, utasimama utuambie hizo kura zimetoka wapi. Hao watu 5,000 ndio tutataka kuona wenye wamekuchagua. And the game plan of 2027 of safeguarding our vote is there. Because at this time, before I address even this media, I hope every youth mwenye ananisikiza vizuri sana uko na kura. Usikuwa una comment online na huna kura. Ati uchaguzi inaweza itwa kesho na uwezi simama kwa debe uchaguane. I feel so bad. I have been walking around Nairobi looking for my votes and telling the people I want the women rep. Nimekuwa ghetto, hakuna kijiji sijaingia. Mimi nikienda hao wabunge takataka ambao watu walikuwa na table hiyo motion, hakuna mwenye anafanyia watu kazi. Nimewaambia the only sober MP Nairobi, Babu Owino, Tim Wanyonyi, Gakuya, Meja Donk. Hao ndio wanashughulika na issue ya wananchi. Watu wakipomolewa pale Marigiti wanatoka hadi kwa constituencies zao wanakuja kusimama na wananchi. They are doing overboard. Babu Owino anakava kama Embakasi kama zote wakisaidiana na wenzake. Na kuna Sile Queens wengine wako hii Nairobi wanajiita ma women rep. Mtu ni kupiganga tu picha akiwa uchi akiwa Ulaya, kutupostia picha za gym. Tuone vile unafanya mazoezi ya kukuja kutuibia kura, kutuibia mali. That is what you can do. We feel disappointed as Kenyans. We didn't vote you to do for us this way. And Mr. President, don't think we are afraid of getting to the streets. We will be there very soon. You impeach Gachagua, we show you dust. Asiogopi. Asanteni wana media.